mahala ambapo William Ruto na serikali yake wapo, wameingiwa na baridi, wameogopa kuhusu Edwin Sifuna. Sifuna hahitaji kulipa wananchi pesa wafike kwenye mikutano yake. Sifuna anahitaji tu kuambia wananchi kwamba Jumamosi tutakuwa mahala fulani na wananchi wanafika. Sifuna ameweza kuchukua mahala pa Raila Odinga. Odinga mwenye alikuwa anaambia wananchi kwamba tupatane Kamkunji, na maelfu ya wananchi wanamuagika Kamkunji. Sote tunajua kwamba leo Sifuna atakuwa na mkutano mkubwa upande wa Amalemba Grounds Kakamega. Kufika mwendo wa saa 10, saa 11, saa 12 wananchi walikuwa wamemuagika. And in fact waliweza kulala pale Kakamega Amalemba Grounds wakimsubiri Sifuna. Serikali hata ijaribu vipi, haiwezi kazuia mkutano huu. Tangu jana nimekuwa nikiona propaganda fulani ambayo bloggers wa serikali wamekuwa wakiendeleza. Mkutano wa Kakamega umekuwa postponed. Sifuna wameogopa. Sasa ule mkutano utafanyika. Tena sasa hivi wameanza kueneza propaganda kwamba polisi hawataweza kuruhusu ule mkutano. Wananchi wamefika kwa wingi. Nina imani umeweza kusoma kitu kati ya Oburu mwenye analipa wananchi na Sifuna mwenye anasema tu tupatane mahala fulani, wananchi wanafika. Upande wa Siaya wananchi wamelipwa tangu jana. Samatandi wameweza kulipa wananchi, wameandaliwa. Sifuna yeye ameambia wananchi tufike kwa mapema tuzungumziane. Sasa katika kanda hii naomba niweze kukueleza kwa nini wananchi wameamua kufika asubuhi na mapema kwenye mkutano wa Sifuna. Kwanza kabisa, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, ninakuomba tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription, kwa sababu hiyo ndio njia moja ya kuweza kukuza na kupromote hichi kituo cha Kenyan Media. Vile vile mpenzi mtazamaji, subscribe, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Karibu tusonge mbele. One of the reasons as to why wananchi wamefika asubuhi, usiku na mapema, they do not want President Ruto at all. Why Kenyans do not want President Ruto? Because of misplaced priorities. Kuna mambo ambayo hii serikali imeweza kupea kipaumbele ambayo hayahitajiki kufanyika. Kampeni za mapema. Serikali hii imeanza kusponsor mikutano kama vile ya Oburu Odinga, William Ruto mikutano yake. Ukiingia kwa ground barabara ni mbovu. Msimu kama huu wa mvua sehemu zingine barabara hazipitiki. Mtu akiwa na gari yake anataka kupitisha mazao kuelekea kwa soko, unapata kwamba gari zinakwama. Sehemu zingine angalia kama vile Tharaka Nithi, sehemu ambayo naibu rais anatoka. Maandamano yanaendelea pale, lakini wanaficha. Wanahabari wanakimbizwa ili wasije wakaonyeshana yale maandamano. Kwa nini? Aibu, hawajaweza kufanya kazi. Vitu kama hizi ndizo zinakasirisha wananchi. Misplaced priority. Unapata kwamba serikali inalipa vijana waweze kuimba 2 term. Unapata kwamba serikali inalipa wananchi waweze kuimba 2 term. Lakini kwa ground hakuna barabara. Misplaced priorities. Namba 2. Ukiangalia most of those people ambao wanafika kwenye mikutano ya Sifuna ni vijana. Vijana hawa hawana kazi. Vijana hawa waliahidiwa kipindi cha kampeni watapewa kazi. Kumbe ilikuwa ni njama au ilikuwa ni
chambo kwa lugha ya Kiswahili inaitwa chambo, kwa Kikisii wanaita omwosi. Chambo ulikuwa unaweka kwa ndoana. Ukiweka kwa ndoana unaweka tu hivi kwa mtoni, unavua samaki. Unaelewa ile kitu yenye tunaweka kwa ndoana, ile chambo. Alafu ni wangapi ambao zamani tulikuwa tunaenda kwa mtoni na ndoana, unaamkia asubuhi, unapangiwa kazi uweze kufanya na mzazi, lakini unatoroka na vijana wenzako mnaenda kutafuta samaki kwa mtoni. Lakini maisha ambayo tulilelewa, siku hizi bwana, watoto wametulia hivi, akiitisha samaki mzazi anajikokota na kujitahidi anampea hiyo samaki. Sisi kitambo samaki tulikuwa tunaiona Disemba. Usipojitahidi mtafute ndoana na hiyo chambo muende mtoni, na si eti mnaambia mzazi mnaenda kutafuta samaki, mnatoroka. Na mkirudi ni viboko. Unaenda tu mtoni, unaweka tu ndoana kwa mto hivi, alafu unaanza kutafuta samaki. Unapiga tu mbija. Alafu ukiona ndoana inatingizika, unarusha kuja juu. Hiyo ndio serikali inafanya. Serikali inapeana shilingi 100, shilingi 200 kuelekea kwa vijana eti wafike kwenye mikutano yao. Hiyo ni ndoana. Lakini in the real sense vijana hawana kazi. In the real sense vijana waliweza kuahidiwa kipindi cha kampeni kwamba watapewa kazi, hawajaweza kupewa kazi. Vijana wengi wamekasirika kwamba wamesoma, wako na degree, wako na bachelor, wengine wako na masters, hakuna kazi. Watafanya nini? Wataandamana, watafika mikutano ambayo inapinga serikali ambayo iliweza kuahidi kipindi cha kampeni kwamba watawapea kazi. Na ndio maana unaona wamemwagika usiku, asubuhi kwenye mikutano yake Edwin Sifuna. Vijana wengi waliahidiwa kazi, hawajaweza kupewa kazi. Tomo hawajaweza kupewa kazi. Namba 3 na ya mwisho, ninafikiri kwamba ni kwa sababu ya gharama ya maisha ambayo ipo juu. Ni kwa sababu ya gharama ya maisha ambayo ipo juu. Sasa hivi ukienda kwa duka, bidhaa zimeweza kuongezwa pesa. Na ukiangalia sababu ambayo inafanya serikali inaongeza bidhaa pesa ama bei, eti kwamba wanataka wapate pesa za kampeni. Upuzi. Yaani unaongezea wananchi gharama ya maisha alafu mnatafuta pesa za kampeni. Na mwisho, wananchi ambao walikuwa supporters wa Raila wameona kwamba Raila hakusema kwamba tuunge serikali mkono. Raila alisema kwamba 2027 tutatoa candidate. Lakini hao viongozi akina Wanga, akina Oburu wamechukua advantage, wameuza chama cha ODM kuelekea kwa William Ruto ili waweze kupewa pesa, na wamepewa 15 billion. Sasa wananchi wamesema kwamba nyinyi ingia kwa Ruto, sisi tuko wapi? Kwa one term. See you in the next video. Sambaza ikanda.